Kwa kuwa Kariakoo ni kitovu cha biashara hata barani Afrika, mmejipangaje kukabiliana na ongezeko la wateja, kuhakikisha kwamba wateja wanahudumiwa vizuri, upande wa huduma bora kwa wateja, bei ni sawa na hawatapeliwi, ili kuhakikisha kwamba tunajenga taswira nzuri ya taifa? Mmejipangaje katika kwanza hapa? Tunashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa mapana yake, ikiwemo polisi, ikiwemo askari wa jiji ambao wanakuwa kuimarisha ulinzi, pamoja na watu wengine na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo kwa swala la uwizi kwa Kariakoo kwa sasa hivi, kwa kweli kuna uimarikaji mkubwa sana. Utapeli, uwizi umepungua kwa kiwango kikubwa sana kulingana na kazi ambayo inakuwa ikifanyika. Ama upo labda ni mdogo sana ule udokozi ambao unaweza kuwa sehemu yoyote ile, lakini kwa maana ya kutapeliwa na uwizi kwa nafasi kubwa imekuwa covered. Lakini swala la pili, swala la bei nzuri, ukweli ni kwamba wafanyabiashara wa Kariakoo hawa maximize faida sana, wanaangalia zile gharama zao na mzunguko wa pesa. Kwa hiyo ni mategemeo yetu kwamba wakati wote tumekuwa tukiuza bidhaa kwa bei nzuri. Kwa hiyo hata hivyo kuelekea kombe hili la AFCON 2027 ni matumaini yetu kwamba wafanyabiashara Kariakoo bado wataendelea kuuza bidhaa kwa bei nzuri, kwa sababu hatuangalii faida kubwa sana. Tunaweka faida kidogo, tunaangalia mzunguko, tunaenda kununua tena, tunawaachia na wengine nao waweza kupata faida. Wafanyabiashara hapa wa Kariakoo wana exposure kubwa sana. Wanaenda Uturuki, wanaenda Malaysia, wanaenda Japan, wanaenda Uchina, wanaenda Dubai. Kwa hiyo ni watu ambao wana exposure kubwa kwa zile safari ambazo wamekuwa wakizifanya. Na hivyo kwenye huduma zetu pia tunawahudumia wateja vizuri. Na watu wanajua lugha, wanajua Kiingereza, wanajua Kiswahili, wana watu wasomi kwenye maduka yao. Kwa ni mategemeo yetu kwamba wateja ambao wa ndani na wa nje ambao watakuwa wanakuja Kariakoo watapata huduma nzuri, kwa sababu watu walioko hapa wana exposure kubwa na nzuri na wana uwezo wa kumhudumia mtu yeyote. Labda kwa uchache, Kariakoo unaweza ukasema ina products au bidhaa za aina gani ambazo unafikiri ni muhimu kwa wageni wanaokuja? Ninaamini kwamba zipo bidhaa ambazo zinazotengenezwa ndani, wako wawekezaji wanaotengeneza ndani hapa. Lakini ukweli ni kwamba pia kuna watu ambao watataka kuunganisha mashindano haya pamoja na biashara, kwa maana kwamba inawezekana huwa wanaagiza bidhaa moja kwa moja kutoka kwa wateja walioko hapa na kutuma kwenye nchi hiyo, lakini wanaweza kuamua kuunganisha safari ya kibiashara wakaja kutembelea soko la Kariakoo, lakini wakati huo wakaja kuangalia mpira. Hii ina maana kwamba zile bidhaa ambazo tunazozitoa nchi mbalimbali, maeneo ya nchi nyingine, maana yake zitapata nafasi ya kuendelea kuuzwa na kupelekwa kwenye nchi zao. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutafanya biashara kwa mapana zaidi kutokana na mashindano hayo kufanyika hapa. Mataifa yote kufanya michezo, mataifa 54 ya Afrika, mengine Tanzania, mengine Kenya na Uganda, maana kuna mechi nyingi zitachezwa hapa na mwingiliano utakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo unataka kuniambia mna uzoefu wa kushughulikia wateja wa kimataifa? Uzoefu huo tunao, kwa sababu na sisi ni raia wa kimataifa. Tunakwenda kwenye nchi mbalimbali na tunaleta bidhaa hapa. Kwa hiyo tunaona kwa vitendo, tunajifunza na huwa